La msingi nakubaliana na kauli hiyo kwamba uhuru wa mahakama ni jambo la muhimu katika utoaji haki, lakini lazima tuseme ukweli kwamba kauli pekee haitoshi, kwa sababu mvunjaji mkubwa wa haki hizi na mtu anayepeleka mashinikizo kwenye mahakama kupelekea kuvunja kukiuka kwa haki ni watendaji wa serikali. Na pengine kauli hii ya Rais Samia wewe unaionaje kulingana na hivi ambavyo umezungumza kwamba anaye vunja haki hizi ni watumishi wa serikali? Ya, na mimi nimejizoesha kila kitu kukisikiliza kwa tahadhari kubwa, kwa sababu tumeshuhudia hivi karibuni Mheshimiwa Simbachawene ndio kiongozi pekee. Sasa ukiondoa rais, kiongozi pekee aliyetamka neno hili la haki ni Samia. Sasa Rais Samia, ukiondoa George Simbachawene. Lakini kwa mazingira ya ajabu tunakuta George Simbachawene anaondolewa wakati kauli, mazingira na maoni na mwelekeo aliokuwa akiuchukua ulikuwa positive. Kwa hiyo niseme kwamba nadhani ni mwanzo mzuri, utapunguza wale watu wa propaganda waliokuwa wakijaribu kueneza propaganda kwamba amani na utulivu ndio msingi wa maendeleo, na wakarudi kwenye haki, kwa sababu ndio ukweli ulioko katika ibara ya 9 ya katiba yetu kwamba haki, uadilifu, utu ndio misingi inayoongoza mafanikio na ndio misingi ya muda mrefu iliyotuunganisha kama Watanzania. Malalamiko haya yamekuwepo kwa muda mrefu, wakili Mwambukusi, bila shaka na wewe umekuwa ukiyasikia, na hata watu pengine wanaweza kaiona kauli hii ya Rais Samia kana kwamba danganya toto, kwa sababu ni mambo yamekuwepo kwa muda mrefu. Ya, na hii uwezo ukawakataa watu hawa kwa sababu ya sifa ya Chama cha Mapinduzi. Sifa ya Chama cha Mapinduzi ni mkusanyiko wa watu ambao wengi ni waongo, hawapendi taifa, na mara nyingi hawamaanishi wanachokizungumza. Anaweza akakwambia haki kumbe anamaanisha dhuluma, akakwambia dhuluma kumbe anamaanisha haki, kwa sababu hawa wamewahi kulifikisha taifa mpaka kwenye kupiga kura level ya bunge la katiba, lakini wakauharibu mfumo, na baadaye pembeni unawasikia wanasema huyu ni jini tuliyemtoa kwenye chupa, alitaka kutumaliza. Kwa hiyo kwa mazingira kama hayo nataka kusema na mazingira ya siku za karibuni kama ahadi za uchaguzi huru na haki, ahadi za kutovurugika au kupunguzwa kwa wizi wa kura kutokutekelezwa, ni vitu ambavyo vinatupa haki ya kuwa na wasiwasi na kauli hizi, hasa kwa nature ya mawaziri, kwa nature ya baadhi ya wabunge na bunge lilivyo. Ndio maana ukimsikia alichozungumza rais na ukasikia alizozungumza Mheshimiwa Jaji Mkuu, utagundua kwamba Jaji Mkuu anasema ma-DC, ma-RC na makatibu tawala wasikae kwenye mfumo wa nidhamu za mahakimu. Ule ni ujumbe tosha kuonyesha kwamba hapo ndipo penye tatizo. Kwa hiyo nadhani we have to walk the talk. Tumezungumza sana, tumeahidi sana. Hizi hotuba kwa sasa watu wanataka kuona vitendo, na kuna mambo ya kuonyesha haki, kwa sababu moja ya mtu ambaye yuko ndani kinyume cha sheria ni Tundu Antipas Lissu. Kwa sasa kama tumegundua umuhimu wa haki, unakuwaje na shtaka la kilaghai kama lile la Lissu? Tunakatazwa kuzungumza mambo yaliyoko mahakamani, lakini mara zote nimesema kwamba kwa mambo yaliyoko kinyume cha sheria, kinyume cha haki za binadamu, tutayasema. Tundu Lissu anashikiliwa kinyume cha sheria, kinyume cha haki za binadamu, kwa mashtaka ya uongo yasiyokuwa na uadilifu, mashtaka yasiyoonyesha uhalisia wa kosa analoshtakiwa nalo, amekamatwa vibaya, amesafirishwa umbali mrefu. Kwa hiyo ni mazingira ambayo Watanzania wanahitaji matendo zaidi kuliko maneno. Na tumemsikia pia Jaji Mkuu wa Tanzania akizungumza dhahiri shahiri ya kwamba mahakama haiwezi kuwa huru endapo watendaji wake hawana uhakika wa mishahara yao, posho, pensheni pamoja na usalama. Hili unalizungumziaje, wakili Mwambukusi? Ya, nadhani kuna kitu amekisahau Jaji Mkuu kwamba sio kinachosababisha mahakama kuwa huru sio mishahara mikubwa wala sio fursa za magari, ni pamoja na uhuru wa mawakili. Mawakili ndio kiungo muhimu
sana katika utoaji haki. Na mtu pekee ambaye ni vulnerable katika mfumo wetu wa sheria ni the bar. The bar is not independent. Mawakili hawako huru. Ndio maana unaona kuna vyama kadhaa mawakili, kuna vitisho, mawakili kupigwa wakiwa mahakamani, kutishiwa na polisi, kukamatwa wanapokuwa kazini kwao, kubambikiwa kesi. Sasa utasemaje kuna uhuru wa mahakama kama hakuna usawa mbele ya sheria? Kwa hiyo tunachotaka ni kwamba kauli ya jaji mkuu lazima ingebeba mantiki nzima ya justice, ambayo sasa isiwe tu ni majaji na mahakimu na kuhusu mishahara, lakini tuangalie mawakili wanakinga gani, wanalindwaje. Kwa hiyo tutakuja kukuta kwamba kama wakili hayuko salama, manake moja kwa moja mwananchi hatakuwa salama, kwa sababu hata kama jaji akalipwa mshahara mkubwa, lakini wakili hana uhakika wa usalama wake anapofika mahakamani, is just as worse as counting the chicks before they hatch. Wakili Mwambukusi, sasa pengine tunatokaje hapa katika taifa la Tanzania kuhakikisha kwamba haki inatamalaki katika jamii ya Kitanzania? Kwanza kuna hatua za haraka na hatua za muhimu. Na hatua za kwanza ni kurejea kwa haraka kuisha sheria yetu ya katiba, ya mabadiliko ya katiba, ili tuanze mchakato wa katiba kuanzia pale katiba ya Warioba au tume ya Warioba ilipoondolewa kinyume cha utaratibu au kwa hila. Kwa hiyo hapo tuanzie, lakini hatua zingine ndogo ndogo za dharura ambazo zinaweza zikafanyika ni kwemo kuangalia structural adjustment. Kwa mfano jeshi la polisi, hawa ndio wahanga wa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu katika taifa letu. Tuone namna ambavyo hawa mabingwa wa ukiukaji haki, tutaona namna ya kubadili mitaala, yani mfumo wao wa mafunzo, lakini kubadili hata mfumo wao wa uendeshaji kutoka katika sura ya ukoloni kwamba linakuwa ni jeshi la kutisha, kupiga na kutisha raia, liwe ni jeshi la kulinda raia, liwe ni huduma ya kusaidia raia kuhusu mali yao, kuhusu ulinzi, na ligawanyike, lisibebe majukumu mengi ya ukamataji, ya upelelezi, majukumu ya vunjo na kubadilika. Tuanze hapo. Lakini lingine, kama kweli tunataka kutoka hapo, ni lazima tujue kwamba taifa letu saizi ni mgonjwa mahututi ambaye anahitaji tiba inayoitwa haki, ukweli na uwajibikaji. Na hii inatokana na matukio ya mwendelezo wa utekaji wa mamia ya watu na mauaji ya maelfu ya watu yaliyotokea kuanzia tarehe 29 mpaka tarehe 3 Novemba. Yote mjumuisho haya tukiyatizama, namna ya kuyatatua kwa njia ya ukweli, haki na uwajibikaji, ndipo tutakaposema sasa kweli taifa linataka kutoka hapa tulipo ili kwenda kwenye hatua nyingine ambayo ni bora zaidi, itakayolifanya taifa hili kuwa mahali salama na pema kuishi kwa kila mmoja.